Anamtafuta mwanae kwa giza totoro lakini hamuoni. Alisaka sana lakini wapi. Tafuta mno, mulika huku na huku lakini wapi. Anaisikia sauti yake tu inaita. Kumbe mwana alikuwa anaota. Akashtuka yuko kitandani. "Uko salama mwanangu?" "Baba, niko hapa. Nakupenda sana mwanangu." Huyo mchizi anaitwa Brume. Anaishi na mwanae mdogo ambaye anaelekea umri wa miaka 10 hivi. Mama yake alimtelekezaga kitambo sana tangu akiwa na miezi mitatu tu. Kwa hiyo mchizi akawa anafanya kazi kishenzi ili mwanae aishi kwa furaha bila kujali hali yake ya maisha iko vipi. Filamu inaitwa Raising Kesiena. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa Bruma na ofisi yake ya supu na juisi ya mtende. Anafanya kazi kwa karibu sana na mchizi anaitwa Niru. Hapa alipo anatamani sana kununua nyama wa wanyama pori maana hao wanawateja sana ese. Sasa leo alikuwa anafukuzia mkopo kwa mchizi mmoja anaitwa Rehaji. Lakini bahati mbaya watu wengine wamemwaya ese. Kwa hiyo akaukosa huo mkopo, alilalamika kishenzi yani. Akawaza pengine aagize nyama kutoka Benini. Maana hapa kijijini nyama za wanyama pori zina gharama sana. Wakawaza vyovyote vile itakavyowezekana lazima hii weekend wauze nyama wa wanyama pori. Huyu bibi hapa anaitwa Felicia, ameolewa na Prosper. Huyu mchizi hapa mwenye miwani. Na wamefanikiwa kupata mtoto mmoja wa kiume ise. Sasa washikaji wanapendana sana unaambiwa. Hiki kitu hadi timu anakiona mazee. Na Felicia ni mchangamfu kishenzi yani. Mzee, naona unafurahia tu. Kivipi? Si unaona nyumba yako ilivyo bomba? Mke wako ni meneja mzuri sana wa nyumbani. Kiukweli Timi, Mungu amenibariki mwanamke mzuri sana. Felicia ni mtu wa maana mno. Una bahati sana mzee. Wanawake kama huyu ni wachache sana huko nje. Anaongea vizuri, ni mkarimu, ni mzuri. Yaani kila mahali ni mzuri. Ni mzuri kila sehemu. Felicia akaletea vinywaji washikaji na nini, basi ni kujilamba na sifa kibao kwa Felicia. Bila fulani hivi Felicia akapokea simu kutoka nyumbani. Akaambiwa baba yake amefariki mazee. Kimya kikatanda, ubaridi ukapita. Kisha akalia kama mtoto mdogo mazee. Sasa siku nyingine tena Timi akaja kumtembelea mshikaji wake. Amekuja na njia zake hapa na nini, anategemea chochote kitu kutoka kwa shemeji yake. Lakini akaambiwa ameenda kijijini kwa mzee wake amefariki. Noma sana ise. Prosper akasema anatarajia kuungana naye Jumamosi mapema sana. Timi akasisitiza sana lazima msindikize mwana na nini, maana ni mshikaji wake sana ise na hawezi kuendesha mwenyewe hadi ukweni. Jumamosi ilipofika, washikaji wakafika hadi kijijini kwa kina Felicia. Lakini kwa bahati mbaya hawapakumbuki. Maana mara ya mwisho kuja huku ni kipindi cha ndoa. Ni zamani sana. Mara akakutana na Kesiena. Ikabidi wamuulize sasa. Samahani, na itafuta nyumba Mr. Eze na wamesema iko karibu sana na hapa. Haiko mbali sana. Nyumba hiyo ipo karibu na geti jekundu kubwa hivi. Na wamesema ni geti pekee lilioko hapa. Huku hakuna geti jekundu, kuna mageti meusi tu. Timi alikuwa anamtazama kwa makini sana huyu mtoto. Una uhakika? Ndiyo mzee. Timi akauliza, "Nini kinaendelea hapa? Kwa nini? Huyu mtoto anafanana sana na wewe. Hebu jiheshimu mzee, tuko kwa watu huku." Ningekuwa mzuri hivi mimi ningemuoa malkia wa England. Unadhani natania mzee? Hebu angalia pua yake, macho yake, tabasamu lake. Amechukua kichwa chako kabisa mzee. Kila kitu kwa huyu dogo kinakuita wewe baba. Baba yangu ni mzuri sana. Wow, naona wewe ni mzuri sana na una muonekano mzuri mno. Prosper akatoa kitita cha maana mno. Kisha akampatia Kesiena hapa. Dogo akagoma kukipokea. Maana apokeagi pesa za watu wasiowajua. Nakupa kwa sababu dogo akawa amesepa. Hataki kabisa hata mazoea. Rudi bana kidogo hapa tuzungumze. Kesiena akarudi mazee. Nakupa hii pesa kwa sababu umenifurahisha sana. Na ukifika nyumbani, mwambie mama na baba kuwa kuna mjomba amenipa hii pesa kwa sababu ni mzuri tu. Sawa? Dogo hakuwa na namna tena. Ikabidi aokote tu maokoto yake. Noma sana ise. Mchizi akiwa ofisini kwake, Kesiena akarudi hapa. Akasema kuna mtu alimsimamisha njiani, alikuwa anaulizia sehemu hivi. Alikuwa anaonekana ni mtu poa sana. Akasema mimi ni mzuri, akanipa na hii pesa hapa. Akaniambia niwaambie wazazi wangu kwa sababu ni mzuri, ndio maana akanipa hii pesa. Subiri Kesiena, umechukua pesa ya watu usiowajua? Nilimkatalia lakini akasema ni zawadi. Hapana Kesiena, haupaswi kuchukua vitu kwa watu usiowajua. Hata kama anaonekana ni mwema, hata kuongea nao tu utakiwi. Sawa? Chochote kinaweza kutokea na sitaki kutokea chochote mwanangu. Sawa? Kesiena akaomba msamaha pale na nini, kisha akampa pesa mzee wake. Usichukue vitu vya watu usiowajua tena. Sawa? Sasa Kesiena leo ametoka shuleni na zawadi za kutosha tu. Kuna watu darasani kwao walikuwa wanafanya birthday yao na nini, kwa hiyo wanafunzi wakapewa wote zawadi. Kisha akasema birthday yake imekaribia pia, lakini itakuwa Jumamosi. Hautasherehekea darasani kama rafiki zako. Najua, lakini nataka kukata keki tu siku ya birthday yangu, hata kama ni nyumbani. Usijali na kuahidi utakata keki. Sawa? Dogo akafurahi kishenzi yani. Mchizi akaahidi kumnunulia gauni kwa ajili ya birthday yake ise. Lakini baba, mama anakuja kwa birthday yangu. Kila siku namuulizia mama yako. Sifanyi mengi kwa ajili yako kwani? Unapambana sana mzee, lakini naulizia kwa sababu marafiki zangu shuleni wanakuja na baba na mama zao kwenye birthday zao na wanafurahia tu katikati hapo. Unataka kuipata hiyo furaha pia? Sitakuahidi kama mama yako atakuwepo. Ninachojua nitakuwepo kwa ajili yako. Ninajua baba, nina furaha kuwa na wewe pia. Mshikaji alikuwa kila kipiganisha hesabu zake zinagoma kabisa kuelekea birthday ya mwanae.
leo wameokota 66. Hii pesa haitoshi kufanya party, la sivyo kesho wasifungue mgahawa ili wafanye birthday. Yani pesa mtaji yote itaelekea kwenye birthday. Chizi akachagua kuwekeza pesa kwenye mgahawa, atajua kwenye birthday ya mwanae atafanya nini ise. Bruma akapiga mahesabu ya kununua kila kinachohitajika kwenye birthday. Keke kaweke 8,000 hivi, champeni na vitu kibao. Mchizi akawa anapiga mahesabu ya chini kishenzi unaambiwa. Mwisho akaibuka na 16,000. Yani hiki ndo kitatosha kufanikisha birthday party nzima. Ikabidi ampigie simu mtu wa keki. Mwanangu na birthday party weekend hii, kwa hiyo nilikuwa nahitaji keki. Unauzaje kwani? Saizi gani unahitaji? Ile kubwa kabisa. Kubwa shingapi? 57,000. 57,000? Sawa. Vipi kuhusu ile ndogo yake? Yani saizi ya kati. Hiyo 36,000. Mchizi akachoka kabisa. Na ndogo kabisa, yani saizi ya mwisho, ya mwisho. Hiyo hatuna mkuu. Iliyopo ni 25,000 tu. Yani keki tu. Kwani hapo hakuna keki ya 8,000? Hapana, bei ya mwisho ni 18,000 na hiyo imeisha. Sawa, nitakupigia baadaye basi. Brumi lazima amfurahishe mwanae kwa kufanya birthday party na nini. Sasa pesa hana, atafanya nini? Ikabidi achukue zawadi ya vitu vya thamani ambavyo alipewa na mzee wake akaviweke bondi. Lengo apate pesa ya birthday party tu. Bruma akaja kuweka bondi vitu vyake vya thamani kwa rafiki yake mzee wake na nini, kisha akatumiwa kama kitita cha 30,000 kwenye simu yake. Noma sana hii. Bruma kaahidi atailipa hii pesa kwa wakati aisee. Kisha mchizi akawa amesepa na vieni. Sasa Bruma akarudi nyumbani na vitu kibao kwa ajili ya mwanae. Akanunua keki, mapambo pamoja na gauni la gharama kishenzi unaambiwa. Mchizi anajitoa sana kwa ajili ya mwanae aisee. Kesieni ikabidi aende kujiandaa kwa ajili ya birthday party na nini. Huku mgawani kila mtu alikuwa anamuulizia Brume na mwanae na walikuwa wanamsifia kishenzi Kesiena. Niru akasema leo hawaji mgawani, ni birthday ya mwanae Kesiena. Basi kila mmoja akampongeza kinoma Kesiena na nini. Mwambie Uncle T kutoka duka la kona ataleta zawadi ya Fanta. Sawa Uncle T tena. Anyway sawa. Basi kila mtu akaahidi kuleta zawadi kwa Kesiena na nini. Wanampenda kishenzi yani. Na cheers kibao zikatembea hapa. Kesiena alipendeza kishenzi kwa gauni lake la pinki kama Big G. Wakati anaitazama keki yake, kuna mtu akatokea amevaa nguo za kike. Kesiena akajua ni mama yake. Alipomsogelea akatazama mikono, ilikuwa ni ya kiume ise. Huyu ni mwanamke gani ana mikono migumu hivi? Kumbe Brume kavaa nguo za kike. Lengo ajifanye mama yake Kesiena. Unakumbuka siku uliyosema unamtaka mama yako kwenye birthday party yako? Nilikuahidi nitakuwa kila kitu kwako. Tayari baba, wewe ni kila kitu kwangu. Simhitaji tena mama. Haya nenda katoe kila kitu ulichokivaa. Haumtaki mama yako tena? Simtaki, namtaka baba sasa hivi. Mchizi akakubali kwenda kubadili nguo ise. Dogo mwenyewe aliona aibu. Mwisho birthday party kaanza, lakini kabla ya kukata keki, baba yake Bruma akaja na zawadi kibao naambiwa, ikiwemo hii keki nyingine. Kwa hiyo keki inaenda kukatwa na familia moja kubwa sana. Nyimbo ya birthday ikapigwa pale na nini, basi ilikuwa vibe tu. Kisha keki ikakatwa mazee. Kwa mara nyingine tena, happy birthday Simba wangu, sawa Asante babu, uwe mkubwa, ukuwe na busara na uwe bora kuliko baba yako. Maamuzi ambayo aliyofanya baba yako yamemharibu kabisa. Kimya kikatawala hapa. Mzee anapiga popote pale. Ikabidi Bruma amtoe mwanae kwanza sebuleni na nini ili wazungumze na mzee wake, maana ameanza kuyakanyaga mapema tu. Kama mtoto ulipewa kitu cha thamani, badala ya kukitunza ukaruhusu hisia zako zikuendeshe. Ona, unahangaika na supu na kuazima pesa tu, tena unaazimia pesa kwa kitu ambacho hujatoa hata jasho. Mzee kumbe alienda kuchukua zile dhahabu, alipigiwa simu na mshikaji wake, kisha akaenda kulipa deni ambalo Bruma alikuwa anadaiwa. Mzee akamtaka atunze dhahabu zake na nini, maana kuna siku mambo yakiwa magumu sana zitakuja kumsaidia. Umeona kijana akishindwa kutuliza kende zake kwenye suruali. Mchizi akashukuru tu na nini, kisha akasema atarudisha pesa yake baada ya miezi 3. Lakini usije kumuita Kesiena wangu tena makosa. Nilifanya makosa, ni kweli sikuwa makini. Nishajutia sana hilo, lakini sio sasa hivi. Kesiena ni maisha yangu. Hii sio adhabu kwangu, ni lengo langu kwa sasa, ni maisha yangu. Mzee akatembea na mia ise. Hakutaka tena kusema kitu hapa. Sasa Kesiena akiwa njiani kuelekea mgawani, akaitwa na Daniela hapa. Daniela akamwomba kama vipi ampeleke nyumbani kwao na nini, maana sio vizuri sana mtoto kutembea peke yake. Wakaungana wote mazee. Daniela akasema amemwona njiani peke yake akiwa anatembea, kwa hiyo akaamua kumleta hapa. Mchizi akashukuru kisha akamchukua mwanae pale na nini, vitu hizo mtu wangu. Sasa Daniela akawa anakuja kukaa na Kesiena mara kwa mara, anamfundisha na kucheza naye mazee na nini. Kifupi ni kama familia kamili. Sasa Mchizi akiwa anafanya mahesabu yake hapa, akaja Niru akasema yule Daniela nakupenda sana, hebu nitokee hapa mzee. Hii ni kweli mzee, jinsi anavyokuangalia tu utagundua hilo, ana upendo wa dhati sana machoni mwake. Niru, hebu nenda kapumzike, naona umefanya kazi sana. Unajua mkuu, wanasema mapenzi yanatokea bila kujua. Ni kama hivi sasa, yule amekupenda. Niru, yule mwanamke ni kama ameshushwa, ni mzuri, sijawahi kuona kwenye maisha yangu. Anawezaje kuwa na mtu kama mimi? Wewe ni mtu mwema sana bosi, hiyo roho yako tu inatosha. Basi bana, leo Prosper na Timi wakaja tena ofisini kwa Brume. Washikaji wamekuja kunywa supu na juisi ya mtende hapa na nini. Wakiwa hapa, Timi akamwona Kesiena, akamkumbuka alikutana naye njiani siku ile. Prosper naye akamkumbuka ise. Mzee, nilikwambia huyo mtoto anafanana sana na wewe. Wewe jamaa, mimi sioni hilo mzee. Pale pale akaja Brume. Ikabidi Prosper aulize sasa, hivi kale katoto pale kanafanya nini hapa? Oh, mtoto wangu yule. Oh, mwanao ana akili sana yule. Tulikutana naye njiani siku ile, tukamuuliza njia tu. Ana akili sana. Mkampa na pesa? Masela wakakubali. Kumbe ni nyie mlimpa pesa Aliniambia.
asante sana kwa zile pesa mzee, zimetusaidia kuongeza vitu hapa. Prosper akasema, hivi alikwambia kuwa alimuita mwanamke barabarani ili asimame kama shahidi kabla hajachukua hizo pesa? Hapana, hajaniambia. Sasa nimejua wapi katoa huo uzuri. Una muonekano poa sana mzee. Asante sana, amechukua kwangu yule. Kwani mke wako ni mweusi? Maana wewe ni mweupe hivi. Au ukachukua rangi ya mama yake? Nilimwambia nafanana sana yule mtoto. Prosper akasema, usimjali sana, huyu ni mtu wa masiala sana. Bruma akasema, watu wengi sana wanajifananisha na mwanaye, lakini hafanani na mtu yoyote yule, anafanana na yeye. Hey, Prosper alimsifia kishenzi Kesiena na nini. Sasa siku nyingine tena Prosper akaja mgawani kwa Brume. Mchizi akashangaa kuwa anamuona hapa mchizi kila mara. Hey, Prosper akasema anaishi mitaa hii. Hata wazazi wake wanaishi maeneo haya na wazazi wa mke wake pia wanaishi hii mitaa. Kwa hiyo yeye ni mwenyeji hapa. Lakini baba mke wangu amepoteza maisha. Kwa hiyo tumekuja hapa kijijini kwa ajili ya mazishi tu. Mke wako? Ndiyo, mke wangu. Sielewi. Kwani naonekana sijaoa? Nimeoa na na mtoto ametimiza miaka 2 mwezi uliopita. Hiyo nzuri sana. Hongera. Asante. Kwa nini uko hivyo? Kiukweli nilikuwa naogopa sana kuhusu wewe, kuhusu mwanangu. Mara ya kwanza ulimpa pesa na unakuja kumuona mara kwa mara. Sielewi nini unakitaka kutoka kwake. Prosper akasema hana shida yoyote na mwanae. Amemvutia tu namna alivyo na nini, na kila akimwangalia anamkumbusha alipokuwa mtoto. Kila mtu huwa anasema hivyo. Kuna mama mmoja hapo mtaa wa pili, kila siku huwa anasema anafanana na mama mmoja wa karibu yao. Na sijui kwa nini aisee. Prosper akasema kuna kitu kuhusu huyu mtoto. Labda mimi nimeandikiwa kubadili historia yake. Walau nimsaidie atimize kila kitu anachokitaka kwenye maisha yake. Ana mtu tayari ambaye ni mimi. Ni kweli unafanya kazi nzuri sana, lakini nilikuwa naomba niwe sehemu ya ukurasa wake tu. Bruma kashikwa bega hapa. Ingekuwa bongo ni ngumi kwenda mbele. Mzee, nataka kumpeleka mke wangu sehemu. Kwa hiyo msalimie sana mtoto mimi naondoka. Upande wa pili Ferisha amenuna kishenzi yani. Amesimamishwa njiani kwa muda mrefu kinoma. Akapanda kwenye gari na hasira unaambiwa. Mchizi akaomba msamaha kwa kuchelewa kufika na nini. Akasema alipita mahali ambapo ni muhimu sana kuliko tunapoenda, si ndio? Hapana, kuna mgahawa wa Brume ndo nilienda hapo. Sio mbali sana na hapa. Kwa hiyo huko ni muhimu sana kuliko tunapoenda? Sio hivyo. Unakumbuka kale kasichana kadogo ambako tulikuwa tunakaongelea? Timi akasema kanafanana sana na mimi. Nilienda kukaona. Kana akili sana kale. Kunisubirisha kote huko ni kwa sababu ulienda kumwona mtoto? Hebu nieleweshe hili. Ni muhimu kiasi gani kuliko tunapoenda? Mpenzi, nimekuomba msamaha. Samahani. Kisha wakaondoka, lakini Ferisha na hasira kishenzi yani. Sasa kitendo cha Prosper kuwa anakuja hapa mara kwa mara kikawa kinamuumiza sana kichwa Brume. Hiki kitu akakiona Daniela. Ikabidi amfuate ili ajue mchizi anasumbuliwa na nini aisee. Brume akasema kuna mtu anaitwa Prosper. Anakuja mara kwa mara hapa nyumbani. Anadai ameoa na mtoto mmoja, lakini sielewi anataka nini kwa Kesiena. Napata mashaka aisee. Mara ya kwanza alimpa pesa eti kwa sababu ni mzuri tu. Siku nyingine pia nikamwona namwangalia hadi nikapata mashaka. Yaani sielewi hapa. Hofu yako nini sasa? Unafikiri ana hatari? Sielewi. Sasa chochote kimtokee mwanangu, napaswa kumlinda mimi. Lazima kitu kitokee ili kingine kitokee. Unamaanisha nini? Kuna wakati Mungu anaachilia kitu ili miujiza itokee. Sifikiri kama ni hatari hii. Labda ni neema. Inawezekana Mungu analeta watu ili kumsaidia Kesiena. Unajua nilipokutana naye kwa mara ya kwanza, nikalipenda tabasamu lake. Sidhani kama ni mimi tu napenda tabasamu lake. Labda Mungu anajaribu tu kutumia watu ili wakuinue pia. Brume bado akili yake haijashika kitu kabisa. Akamshukuru tu pale kwa ushauri mzuri na nini. Kisha maisha mengine yakaendelea. Daniela akawa anakuja mara kwa mara kuwatembelea hapa. Anampenda kishenzi Kesiena. Leo Daniela akasema anataka kumpa mkopo Brume ili atengeneze upya hii ofisi. Hiyo itakuwa gharama sana. Daniela akasema atampa mkopo wa milioni 2 na atakuwa anamlipa 200,000 kila mwezi kwa mwaka mzima. Nilo akaona hili dini ni nzuri sana na linafaa kabisa hili. Akapiga mahesabu yake pale na nini. Akasema milioni 2 italipwa kwa miezi 10 tu. Daniela akasema miezi 2 iliyobaki itakuwa faida yake. Hili likawa jambo jema sana kwa Brume. Kwa mara nyingine tena Ferisha ikabidi amuulize Prosper ametokea wapi. Maana kila mara lazima achelewe kufika tu. Hata leo kachelewa pia. Nilienda mgawani kwa Brume kuchukua juisi ya mtende. Ipo kwenye buti huko. Najua ulienda kukatembelea kale katoto. Unajua nimeanza kufikiria kwamba hii story ya mtoto kuna kitu inaficha. Unawezaje kusema vitu kama hivyo? Hapa sielewi nini cha kuamini tena. Kama umwongelei mtoto, utamwongelea baba yake au mama yake. Yaani unazunguka tu kwa huyo mtoto. Hebu nyamaza. Mimi sio mtoto tena. Najua unaelekea wapi. Hebu nenda moja kwa moja tu kwa point. Unamaanisha mimi niko na mwanamke mwingine, si ndio? Ferisha kwa sasa akili yake inawaza mchizi na msaliti tu. Maana muda wote anampa maelezo yale. Itabidi na mimi nikamuone huyo mtoto isije kuwa ni mpango tu. Mchizi akaahidi kumpeleka mazee. Daniela anajitoa sana kwa Kesiena. Sasa wakati wanaongea, Daniela akasema Kesiena anafanana kinoma na Prosper. Bruma akasema hapana, anafanana na mimi huyo. Haya, mshukuru sana Mungu mwanao anafananishwa na wengi. Muda fulani hivi Daniela aliporudi nyumbani, akalifungua box ambalo alitunza picha ya mwanae aliyefariki. Anakumbuka mengi sana akiona hizi picha. Mtoto wa Daniela alifariki baada ya kuchelewa kufikishwa hospitali. Kwa hiyo kila mara huwa anajilaumu kinoma yani. Hata hivyo aliyokuwa mume wake pia hakumzika mwanae kwa sababu aliamua kuondoka. Yani alimwacha na lawama kibao yani. Akakumbuka ilivyokuwa siku alivyompoteza mwanae. Alifokewa sana na mume wake. Akalaumiwa kuwa yeye ndo kamuua mwanae aisee. Hey, ulimwacha na watu wasio sahihi. Haukuweza kumlinda mwanangu. Hebu ache niomboleze. Unaomboleza nini? Tatizo ulilotengeneza mwenyewe. Daniela, yule kijana
Kesiana alikuamini. Nilifanya kila kitu, niliwaambia wamtibu haraka. Daniela, wewe ni mama mbaya mno. Mwana akawa amesepa mazee. Daniela akalia kwa uchungu mno. Hey, inaumiza sana hii Daniela akawa anasimangwa kila kukicha, sababu ndogo tu mchizi anamtukana anavyoweza mazee. Wewe ni mama wa aina gani ambaye ulishindwa kujua mwanao anaumwa? Halikuwa sawa, hakuonekana kama ni mgonjwa. Walinionya, pengine ningeoa mwanamke mwingine mwanangu angekuwa hai sasa hivi. Mchizi ana hasira naye vibaya mno, sio masimango tu, hadi vipigo akawa anapokea mazee. Mchizi ana hasira kinoma baada ya mtoto wake kufariki. Anahisi mke wake ndo kasababisha fariki. Mwana hakutaka kuishi na Daniela tena, akachukua kila kilicho chake akasepa. Ana hasira huyo, noma sana ise. Kwa sasa Daniela amebaki na kumbukumbu ya picha tu na anamisi kinoma mwanae, na pengine ndo sababu ya kumpenda zaidi Kesiena hapa. Sasa Daniela kaamua kufuta kumbukumbu zote za aliyekuwa mme wake, yani kafuta kila picha. Penzi limekufa rasmi mazee. Noma sana hii. Kweli bana. Prosper akaongozana na Felicia hadi ofisini kwa Brume, wamekuja kumuona Kesiena hapa. Lakini bahati nzuri Kesiena akafika akiwa na Daniela. Mchizi akamtambulisha Daniela kama mamake Kesiena, basi salamu zikawa nyingi mno. Huyu ndo binti ambaye amemvutia mme wangu, haachi kumzungumzia uzuri wake, heshima na akili alizonazo. Felicia akaona kweli mme wake anafanana na Kesiena. Pale pale Brume naye akaingia. Felicia alipomwona tu akashangaa kishenzian. Ni kama anamjua hivi. Ni baba yako huyu? Ndiyo, nilikwambia ni baba yake huyu. Brume naye akamjua Felicia ise. Felicia akatoka kwa hasira kishenzi unaambiwa. Hakutaka kabisa kusema kitu. Daniela naye haelewi kinachoendelea hapa na nini. Mwana hakusema neno ise. Naye akawa ametembea na Mia. Prosper akaja kuulizia nini kimetokea na nini. Kwa nini umetoka ghafla sana lile eneo? Lakini Felicia hakutaka kuongea kitu mazee. Kuna kitu kinaendelea kati yako na babake Kesiena? Akasema hamjui. Prosper aliuliza sana, lakini majibu ya Felicia ni kuwa hamjui kabisa Brume. Huku machozi yalikuwa yanamtoka vibaya mno. Yaani hajawahi kumuona. Huku Brume naye mawazo ni mengi mno. Ikabidi Daniela aje kukaa naye hapa ili ajue kinachomsibu mazee. Akauliza, Felicia na mahusiano yote na Kesiena? Ni kama uliona mzimu baada ya kumuona. Hebu niambie. Mchizi hakutaka kabisa kuongelea lolote kwa leo. Daniela akasema kama nataka kuongea na mtu basi yeye yuko tayari hapa. Baada ya siku kupita, Felicia akaja mgawani kwa Brume tena, anataka kuongea naye hapa. Mwana akasema hamjui na hakuna kitu cha kuongea baina yao. Akamfukuza na asirudi tena hapa. Hauwezi kujifanya hunijui. Hebu tukae tuongee, nikueleze kila kitu. Sitaki unieleze chochote kile. Nimesema ondoka hapa. Wakati anamfukuza akafika Kesiena. Brume hakutaka kabisa Felicia mguse mwanae. Kumbe Prosper naye hakuwa mbali na hili eneo. Nimesema toka nje. Naomba unisikilize. Sitaki kusikia kitu. Toka. Felicia akamwona Prosper. Ikabidi amfukuzie mme wake sasa. Si alisema amjui Brume, imekuwaje tena amekuja kuonana naye hapa? Mwana alikuwa na hasira kishenzi yani. Huku nyumbani kwa Daniela, aliyekuwa mme wake amerudi mazee. Akashangaa kumwona hapa mchizi. Mchizi akahisi pengine bado ana uhuru wa kufanya chochote kwa Daniela na nini kama zamani, lakini huo ukurasa ushafungwa muda sana na Daniela. Bibi akamfukuza nyumbani kwake kama mbu unaambiwa. Upande wa Prosper huku hana muda na Felicia tena. Hataki kabisa kuongea naye. Anachokitaka ni ukweli tu. Brume ni nani kwake? Si alisema amjui, lazima aseme. Sijui kwa nini nahisi kuna mengi unapaswa kuniambia kuhusu yeye. Naona hutaki kuzungumza hapa. Mchizi akanyanyuka kisha akasepa. Siku nyingine tena Timi akaja kumtembelea Prosper. Prosper akasema, unakakumbuka kale katoto pale mgawani kijijini? Unamaanisha msichana anayefanana na wewe zaidi kuliko baba yake? Unadhani anafanana sana na mimi Timi akasema wanafanana sana. Nafikiri amechukua muonekano wa mama yake. Kwa hiyo mama yake anafanana na wewe, si ndio? Yule msichana ni kopi yako kabisa mzee. Sio sura yake tu, anavyotembea na kila kitu ni wewe. Hata hivyo pia mke wangu Felicia amethibitisha hilo. Mida fulani hivi ikabidi Prosper uulize, uliitoa mimba uliokuwa unadai kuwa ni yangu miaka 10 iliyopita? Felicia alikuwa kimya tu. Felicia, sitaki kurudia tena. Uliitoa ile mimba uliyodai ni yangu miaka 10 iliyopita? Felicia kimya. Mchizi akamfuata pale pale. Ulinidanganya, si ndio? Kimya kikatanda. Kesho asubuhi tunarudi kule kijijini. Sawa? Basi bana. Prosper kaja nyumbani kwa Brume. Mwana akashangaa mchizi amefuata nini hapa? Nafikiri Kesiena ni wangu. Hebu sema tena. Ninahisia ni mwanangu. Muite mwanao tena kama utatembea kwa miguu yako. Mr. Brume, nimemuona, nimeongea naye, nimeshawishika kuwa ni mwanangu kabisa. Wewe ni mjinga Mungu akuadhibu. Naonekana kama kituko kwako, si ndio? Yaani unakuja nyumbani kwangu, unamuita mwanangu mwanao. Prosper akasisitiza ni mwanae kabisa huyu. Hata kutembea tu ni kama yeye. Brume akamfukuza mwana, lakini akaona haelewi. Akafuata panga ndani na nini. Alimfukuza huyo. Prosper akakimbia kama mjinga hapa. Sasa hiki kitu kilimpa mawazo sana Brume. Daniela akamkuta na mawazo kinoma. Wanataka kumchukua mwanangu. Nini? Prosper amekuja akasimama pale, eti anasema mwanangu ni mwanae. Kivipi? Amesema anafanana naye sana na anahisi ni mwanae. Ujinga gani huo? Kama anafanana naye hakuna ushahidi kuwa ni wake. Subiri, Felicia ni mamake Kesiena? Mchizi akasema ndio, lakini haimaanishi mume wake ni baba yake Kesiena. Ulikuwa na miaka mingapi ulipompata Kesiena? Miaka 22. Alikuwa ameolewa? Hapana, mara ya kwanza kuonana naye nilikuwa na miaka 21. Nilikuwa kwenye sherehe ya rafiki yangu. Alikuwa ananiangalia kama anataka kuchukua roho yangu hivi. Felicia alikuwa anavutia mno. Siku hiyo nikapata mshenyento wa kwanza. Ulifanya
mapenzi bila kinga na mtu usiyemjua? Nilikuwa mdogo halafu mjinga, alikuwa anavutia sana, nisingekataa. Yaani hata kama ni wewe usingeweza kutumia kinga hapo. Baada ya hapo nini kilitokea? Alipotea. Nilimtafuta sana, nilimuuliza rafiki yangu kama anamjua na nini, lakini hakuna aliyekuwa anamjua. Nilimtafuta sana lakini sikumpata. Nilitaka tufanye kitu, lakini bahati mbaya kweli sikumpata aisee. Hadi siku moja wakati nakula na mzee wangu nyumbani, tukasikia mtu anagonga mlango. Nilipofungua nikamwona amesimama mlangoni. Alikuwa analalamika nimemharibia ujana wake. Nikawa namwangalia huku sielewi. Kivipi yani? Akasema amefanya kazi yake ya kuzaa, sasa nizamu yangu kulea. Nikataka kujua amepajuaje nyumbani kwetu baada ya mwaka mmoja kupita. Kabla sijauliza akawa amepotea tena. Mtoto alikuwa na miezi 3 tu. Una uhakika gani kama Kesiana ni mwanao? Uliwahi kwenda kupima DNA? Ndiyo, nilijaribu. Mzee wangu alinipeleka hospitali kufanya vipimo. Nakumbuka kwa wakati huo walikuwa nalipa kama 100,000 hivi. Lakini hospitali walikataa kufanya vipimo bila mama yake. Tulimtafuta sana kila mahali lakini hatukumuona. Ikabidi nikubali tu msalaba wangu. Halafu leo wanakuja wanataka kumchukua. Nitapambana kwa namna yoyote ile. Daniela akasema ni mama pekee ndo anajua baba halisi wa mtoto ni yupi. Na kuahidi nitakuwa hapa kwa ajili yako. Tutapambana pamoja kwenye hili. Siku nyingine tena mzee wake Bruma akaja na mwanae. Akamkuta yuko na Daniela hapa. Naona tena mzee, umesahau makosa yako. Unajiandaa kufanya mengine tena, si ndio? Mzee amekuja kumchukua mjukuu wake ili wakatembee kidogo na nini. Bruma akakubali mzee atoke na mwanae pale. Noma sana ise. Upande wa pili Prosper anaendelea kukazia yule mtoto ni wake. Lakini haambii ukweli na Ferisha. Huu sio wakati sahihi. Mazishi ya mzee yanakaribia. Huu sio wakati sahihi kabisa. Tuongee baadaye. Prosper akataka waongee sasa hivi ise. Ni mwanangu, si ndio? Sio mwanao. Unawezaje kudai ujauzito ambao uliukataa? Ulimuita mwanangu tumboni uchafu, tena mshenzi. Kwa sababu kuna msichana alisema eti aliniona kwenye pati na mwanaume mwingine. Huyo msichana ni ex wa rafiki yangu. Aliniambia alikuona na yule mwanaume. Tulikuwa tumelewa. Nilifanya makosa na hilo nimekiri. Ndio ufanye mapenzi na huyo mtu. Ilikuwa mara moja tu, usiku mmoja, na bado ananitesa. Nilisema samahani. Ulitaka niseme nini tena? Ferisha, kama usingekamatwa ule usiku ungesema, nisikilize vizuri, mtoto sio wako. Uliukataa ujauzito. Hauhusiki na chochote kile. Hauwezi kusimama hapa baada ya miaka 10 kupita eti unamdai mtoto wako. Ulisema nimpeleke mtoto kwa babake Harisi, ndo nikafanya hivyo. Nikafikiri pengine mwanaume ambaye nililala naye mara moja anaweza kuhusika pia. Ungesema kama hukuitoa hiyo mimba. Kivipi? Wapi? Saa ngapi? Ulinikataa, ukavunja mahusiano na mimi kabisa. Ulitegemea nikufuate na mimba yangu kama mkombozi, si ndio? Tulikutana miaka 5 nyuma mjini, nikakuuliza, ukaniambia nini? Ukanidanganya umeitoa hiyo mimba. Sikukudanganya, kukutana na wewe ilikuwa nafasi yangu ya pili. Sikujua ungechukuliaje taarifa za mimi kuwa single mother. Sikutaka kukupoteza. Kwa hiyo ukaamua kuuzika ukweli, si ndio? Sio kuzika ukweli, kuzika mapito yangu, kuzika maumivu yangu na kila kitu. Sikutaka kuyaleta mapito yangu sasa hivi. Huo ukweli ndio umesimama katikati yetu sasa hivi. Yule mtoto ni wangu. Hauwezi kuwa na uhakika, bado kuna uwezekano ni mwanae. Mchizi akasema anataka kwenda kupima DNA ili ajue ukweli wa mambo ulivyo ise. Siku nyingine tena Prosper akaja na Ferisha nyumbani kwa Brume. Wanataka wakafanye vipimo vya DNA mazee. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Miaka 10 nyuma uligonga mlangoni kwangu, ukaniachia mtoto wa miezi 3. Ukasema nimeharibu maisha yako. Uliniambia unapaswa kuikimbia dunia ili uokoe uso wako. Kuwa mama haikuwa sehemu ya mipango yako. Haukutaka kupoteza ndoto zako kisa yule mtoto. Ulisema hivyo, si ndio? Uliniacha na mtoto bila chakula, bila maziwa, hata nguo za kubadilisha tu alikuwa hana, hata jina hakuwa nalo. Halafu nakuja nyumbani kwangu na mmeo, mnaongelea vipimo vya DNA. Ferisha, huyu mtoto sio wako, ni wangu. Ngoja nikuulize, ulikuwa wapi alipougua? Alipokuwa analia usiku kucha ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi alipokuwa ananisaidia kuosha vyombo ili nipumue kidogo? Ulifuata ndoto zako. Sasa hivi inawezekanaje unakuja hapa kudai ulichosema ni changu? Wote nyie ni wajinga yani. Mchizi akamfukuza nyumbani kwake. Prosper kutaka unyonge tena mbele ya mwanamke wake. Si unajoga tena wanaume? Yani mbele ya mwanamke anaweza kufanya chochote kile. Hata kama hana nguvu, atajitutumua tu. Mitafurani hivi mzee akaja kumuona mwanae. Akasema, nimesikia taarifa. Nikahisi utakuja kuniambia wewe mwenyewe. Wanataka kumchukua na wanasema ni wao. Na wanataka vipimo vya DNA. Wewe unafikiria nini? Ni wangu. Kila kitu kuhusu yeye ni changu. Mzee akashauri awaruhusu wafanye vipimo kama anaamini mtoto ni wake kabisa. Na kama matokeo yakitoka mazuri, atawanyamazisha milele aisee. Hautakuwa baba kwa upendo tu, bali kwa damu na karatasi. Na hiyo karatasi itakufanya uwe na nguvu sana. Umempambania sana huyu mtoto. Ruhusu ukweli uonekane sasa. Mchizi akakubali mazee. Sasa siku ya kwenda kufanya vipimo ikafika. Prosper akalipia vipimo vyote hospitali na nini. Kisha Brume na Daniela wakaongozana kuelekea huko aisee. Baada ya siku kupita, matokeo ya vipimo ya DNA yakatoka na imethibitika sio mtoto wa Brume mazee. Mchizi akamwomba sana mzee wake asiruhusu mtoto amchukue na nini, maana Kesiana ni kila kitu kwake. Mzee akasema siku ya kwanza wamemleta huyu mtoto hapa, nilikulaumu. Nilikuita kijana ambaye hawezi
hawezi kushinda mwili wake, lakini naona upendo, niliona damu yangu kabisa. Sasa sikiliza, huyu ni mjukuu wangu, hakuna anayekuja kumchukua, lakini DNA inasema sio wangu. Mzee akasema wameenda kwenye hospitali yao, wamelipia vipimo vyao na pengine wamewalipa madaktari wao. Mwisho akasema wanapaswa kutafuta hospitali yao na wakafanya kwa uhakika zaidi, lakini kwa bahati mbaya hata vipimo vya hospitali yao vikaonyesha pia mtoto sio wake mazee. Kateseka miaka yote kumtunza huyu mtoto, lakini mwisho wa siku sio mwanaye. Inaumiza sana hii ishai kukutokea na ikawaje? Sasa Prosper akaja kumchukua mwanaye na barua ya mahakama, lakini Bruma akakataa mazee. Hauwezi kumchukua, Kesiena ni maisha yangu. Sikiliza, ni mwanangu yule, hata mdogo wake anapaswa mjue pia dada yake. Atawasumbua tu yule, hata lala usiku. Kwa nini mnataka kumwadhibu hivyo? Anapaswa kunijua, hata hivyo simwadhibu, nataka kumpa maisha. Prosper akasepa, maamuzi yake kaiachia mahakama ise. Daniela pia akamshauri awape tu, maana mahakamani lazima atashindwa kwa sababu wale ni wazazi wake wa damu kabisa. Mchizi alifoka kishenzi yani. Anaona kila mtu anamwonea yeye tu, maana kahangaika sana na Kesiena lakini hakuna mtu anayemjali. Baada ya wiki kadhaa kupita, Prosper akaja kumchukua mwanae na maaskari. Leo Bruma kuwa na shida kabisa, akamuita Kesiena nje na nini, kisha akampa taarifa za kuondoka kwenda nyumbani kwa Prosper. Alimlazimisha sana aende na wazazi wake na nini hapa, lakini ndogo akagoma. Bruma akatoa sifa nyingi sana kwa Kesiena na nini, akawataka wamjali na kumtunza kama ambavyo alikuwa anafanya yeye mazee. Noma sana hii. Kesiena hakuwa na amani kabisa, muda wote alikuwa anapakumbuka nyumbani kwao aisee. Hakutaka hata kuongea na yoyote yule. Huku Brume naye mawazo ni mengi mno, alishazoea kulala na mwanae, hapa leo hayupo tena, ameachiwa michoro tu. Baada ya wiki kadhaa kupita, hatimaye Brume amerudi ofisini. Basi Niru alifurahi kishenzi unaambiwa, akasema watu wote walikuwa wanamuulizia yeye tu, wamemmisi sana. Mwisho Mchizi akaletewa barua kutoka kwa Daniela, anasema alitamani sana kukataa Kesiena asiondoke, lakini hakuweza. Siku ambayo mwanao alikuwa anaondoka na mimi nilikuwa na hama hapa, lakini haukulijua hilo. Nimeondoka kwa sababu ya ex wangu na hofia anaweza kunifanyia chochote, ndio maana nimeamua kupotea tu. Wewe ni rafiki mwema sana kwangu. Tangu Kesiena aondoke hapa umepita mwaka mzima sasa. Mzee akaanza kulalamika imekuwaje Kesiena anakuja kumtembelea mara moja tu kwa mwaka na nini, lakini pia akasema unapaswa ujivunie sana, wanakukumbuka. Jivunie bado anakuita baba. Jivunie umempa kitu ambacho pesa haiwezi kutoa. Jivunie sana baada ya kukataa ofa ya Prosper. Hayo ni maamuzi makubwa sana, yanatunza utu wako mwanangu. Pale pale Kesiena kaja mazee. Basi kumbato alikuwa kubwa mno naambiwa. Felicia akamleta Kesiena kai na Brume kwa wiki mbili na nini, maana yupo likizo kwa sasa na yeye amekuja kwa ajili ya birthday ya mama yake hapa. Basi furaha ilikuwa kubwa mno naambiwa. Na huo ndio kama mwisho wa tambala hili mtu wangu linaitwa Raising Kesiena. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine.